Habari ya wakati huu, mbele yako ni mkurugenzi mtendaji wa Jesto Hardware, kwa majina anaitwa Jesto Roden Ngira. Jesto Hardware tunapatikana Dar es Salaam, Kariakoo, mtaa wa Nyamwezi na Malondo. Njombe pia tunapatikana mkabara na stendi ya zamani. Jesto tunashughulika na vifaa vya ujenzi aina mbalimbali, vikiwemo vifaa vya useremala, yani handles, mikono ya makabati, miguu ya masofa na mapambo ya aina mbalimbali. Pia tunadili na bodi za aina mbalimbali ikiwemo MDF, melamine, marine bodi, block bodi na bodi za aina mbalimbali. Jesto Hardware tunadili pia na vifaa vya uchomeleaji ikiwemo mashiti, square pipe, black pipe, stiki za kuchomelea, yani stiki za kawaida, stiki za udongo na stiki za stainless steel. Jesto Hardware pia tunadili na vifaa vya bomba vikiwemo PVC pipe, IPS pipe, GS pipes na fittings zake pamoja na coil za aina mbalimbali. Na mwisho ni kukaribishe dukani kwetu Jesto Hardware kwa kufika Dar es Salaam, Kariakoo na Njombe stendi ya zamani. Dar es Salaam tunapatikana kwa nambari ya simu 0763159797 na Njombe tunapatikana kwa nambari ya simu 0762156464. Hebu Jesto Hardware, kwani Jesto Hardware we are the factory. Asante. Karibu sana mtazamaji wa Asili Yetu TV. Mimi naitwa Uncle G na sasa hivi hapa ambapo nimesimama ni kukumbushe tu kwamba niko mkoani Songwe, ambapo sasa hivi nipo Tunduma, ambapo nimesimama hapa. Tuko pembezoni kidogo, sio kule kwenye maroli, lakini hii ni Asili Yetu Rada tu, ambapo tupo hapa kwa ajili ya kuweza kupiga stori na wadau mbalimbali, na leo ikiwa ni siku yetu ya kwanza kabisa kuwepo hapa kuhakikisha kwamba update zote ambazo zinapatikana kwenye mkoa wa Songwe zinakuwa fresh sana. Lakini nikujulisha tu kwamba mapokezi ambayo tumeyapata mkoani Songwe ni wametisha sana. Kiukweli sisi hatuwadai, ile wao ndio wanaotudai, na nikutakia kila laheri na utazamaji mwema wa vipindi vyote ambavyo vitakujia kupitia Asili Yetu Rada Tour ambayo tumeifanya mkoani Songwe, hasa tukiwa hapa Tunduma. Tumekutana na wajasiriamali mbalimbali Songwe. Kitu ambacho tumetisha, hatujakutana na wasanii, tumekutana na wale wajasiriamali ambao wao wanapambana. Wametueleza safari yao walianzaje mpaka kufikia hapo walipofikia. Endelea kuenjoy na Asili Yetu TV. Shukrani sana Jesto Hardware ambao wamesababisha sisi kufika Tunduma, na sasa hivi niko barabara ya kuelekea Sumbawanga ambapo tunakujulisha taarifa zote ambazo zinapatikana huku. Mimi naitwa Uncle G, nikutakia kila laheri na utazamaji mwema. Naam, shukrani sana Jesto Hardware ambao wao wametushika mkono kuhakikisha Asili Yetu Rada Tour tunafika mkoani Songwe, na sasa hivi tuko Tunduma. Lakini moja ya kitu ambacho kimenifanya niwe na furaha zaidi ni baada ya kukutana sasa na yule mwenyeji wetu ambaye ametupokea Tunduma. Tumepiga naye stories vya kutosha, lakini sasa tukaona tuhamie mbele ya kamera ili tuweze kujifunza vitu vingi kutoka kwake. Karibu sana Asili Yetu Rada Tour 2026. Sana, karibuni wageni wangu, karibuni sana. Shukrani sana. Pia poleni na safari. Asante, tunamshukuru Mungu tulisafiri salama na tulifika salama na tumezunguka Tunduma salama kabisa. Asante sana. Asante. Kwa watazamaji wa Asili Yetu TV wanatamani kufahamu, unaitwa nani? Naitwa Asha Amani Mwandumbia. Kana kwamba ni mwanamke wa jamii ndani ya mkoa wa Songwe. Pia ni mhamasishaji wa nishati safi ndani ya mkoa wetu wa Songwe na hata nje ya mkoa. Okay. Huu ujasiri tumeutoa wapi? Ni Mungu tu. Ni Mungu tu. Mungu, nikajikuta nimejipata kwenye ujasiri. Kwenye ujasiriamali ya? Kwenye ujasiriamali. Ujasiriamali nilianza tu kidogo. Okay. Nilianza padogo kwa mtaji mdogo. Mungu anafanya, ukiwa na bidii Mungu anakuongezea akili ya ziada. Okay. Kuanzia hapa kwenye mchango mkubwa au mwanamke ambaye una hamasa kubwa kwenye jamii. Hii ilikuwa ni plani yako au ulijikuta tu kwamba ukifanya jambo fulani watu wanaelewa? Kwa kweli nilikuwa sijitambui wala haikuwa plani yangu. Mimi nilikuwa nikipata kitu chochote ninachokiona kinatakiwa kila mmoja aone, nilikuwa naweka kwenye status na kwenye magrupu, alafu nilikuwa naanzisha magrupu mara kwa mara. Nilikuwa
mwanzishaji wa magrupu mengi ndani ya mkoa wa Songwe na hata nje ya mkoa wa Songwe. Nikawa naanzisha magrupu ya wanawake, magrupu ya wanawake na wanaume ya kusaidiana kijamii. Kupitia hapo nikiwa napata taarifa labda zinanifikia kwa wakati, kwa sababu nina connection na watu wengi. Zile taarifa nazoona hizi ni muhimu, mtu anatakiwa apate, labda za kazi, labda za sherehe, labda za party fulani ambazo mtu mwingine anatakiwa aone, anatamani kufika pale lakini hajaona. Basi nilikuwa naweka status, narusha kwenye magrupu, narusha Facebook. Basi watu wakawa wananifuatilia. Mimi hata sijui. Kuna dada mmoja anaitwa Madam Lea. Yule alikwambia amehamia Dar es Salaam. Yes. Alikuwa na event yake ya kutafuta mwanamke wa mfano. Basi nikakuta wananipigia simu, wanasema kwamba Dasha, samahani, tumepewa jina lako, kuna watu wametupa jina lako kwamba wewe ni mwanamke wa mfano, ni mwanamke mwenye hamasa katika jamii. Tunaomba ushiriki ili zoezi letu tunatafuta mwanamke wa mfano ndani ya mkoa wetu wa Songwe. Mimi hata sivijui hivi vitu. Akasema hivi, sawa, lakini uko tayari? Tunataka kujua. Nikamwambia niko tayari. Yaani mimi ni mzee wa kuthubutu. Nikasema niko tayari, sielewi ni nini. Sijawahi hata kushiriki. Nikasema niko tayari. Ikapita kama siku 4. Wakanifuata wengine inbox, wewe Asha, mbona wenzao wameanza kujitangaza na kuomba kula, afu wewe umekaa kimya? Nikasema sasa naombaje? Mimi sielewi naombaje. Akasema yani unaandika namba yako, alafu unarusha status, unarusha kwenye magrupu. Nikasema hilo tu. Nikasema hiyo pale ndo kazi yangu. Basi nikachukua nikaanza kujirusha, ninajitangaza, jamani nagombea, naombeni kula zenu. Mimi Asha Amani Mwandumbia, mimi ninaweza kuwawakilisha, ninaweza mimi. Nikarusha kila sehemu. Mwisho wa siku tumeitwa nikaona wanarusha nani, wanatoa asilimia. Nilizobaki siku 3 kwenda kwenye ile tukio, wakawa wanatoa asilimia. Kutoa asilimia nikajikuta mimi naweza, afu na watu wengi. Nilikuwa sijijui. Nikapata moyo, nikaanza kuwa busy. Sasa wewe Asha, wenzio wameanzisha na magrupu. Mimi sina grupu niloanzisha eti kusema kwamba hili grupu wao wananipigia kula kila siku. Mimi sikuanzisha hilo grupu. Kumbe wale wenzangu wengine wakaanzisha magrupu. Mimi nikasema mimi natosha. Mimi natosha hivi nilivyo. Mimi usiamini, tukafika ukumbini. Mgeni rasmi alikuwa ni katibu tawala mkoa wa Songwe, alikuwa anaitwa dada Seneda. Hizi hayupo hapa. Basi kufika pale mimi nikaibuka kidedea. Ndio kwanza nilipewa tuzo ile pale, mwanamke wa mfano. Mwanamke mwenye hamasa katika jamii. Basi kuanzia hapo nikaanza kujua kumbe mimi ndio nipo hapa, nilikuwa sijifahamu. Basi nilipata marafiki wengi, nilitengeneza vikundi vingi sana vya kijamii. Lakini kama unavyojua, kwenye mafanikio yote changamoto hazikosekani. Kuanzia hapo nikajulikana na watu sana. Ni watu walikuwa kwanza wananipenda sana. Dada asiye na makuu, dada mpenzi wa watu, dada kipenzi cha wote, asiyechagua, asiyefanya nini. Na nikawa najua kumbe mimi ndio nilivyo. Nilikuwa sijui kama niko hivyo. Basi tukaendelea hivyo, lakini ukawa na changamoto za hapa na pale, wengine kukatisha tamaa. Hivi shughuli zote hizo bizi kwenye mitandao. Huyo mume wake anamhudumia saa ngapi? Au watoto wanahudumia saa ngapi? Kazi anafanya saa ngapi? Na wengine walikuwa wajue kama mimi ni muuguzi. Mimi ni afisa muuguzi, nina diploma ya uuguzi. Niko pale, mimi ni matron pale. Lakini nina mudu, nikiwa kazini nakuwa busy na kazi, nikitoka ile saa 9:30 nakuwa busy na mambo zangu nyingine. Lakini pia hata mkurugenzi wangu ni mtu mpendo tu. Siku zile ambazo nakuwa labda kuna event kubwa, mimi nashiriki hapo, au mimi ni mwandaaji, ananiruhusu, naondoka naenda. Siku moja nitaomba ruhusa, hata iwe mbali, iwe Dar es Salaam, iwe Morogoro, iwe Mbeya, hata uniite Njombe, nikiwa tu na sababu ya maana iliyojitosheleza kumwambia mwenzangu akanielewa, ndio ruhusa na kwenda kushiriki. Kwa hiyo kupitia hapo wale washereheshaji, kikundi cha washereheshaji, wale MC wakubwa wale wakina Davido, wakina MC Ruvanda, wakaniunga kwenye grupu lao. Kwanza wakafika hapo wakawa wanatengeneza sherehe inaitwa Usiku wa Muungano. Wakaambiwa mtafute Asha. Halmashauri ukifika ukitaka kundi la watu wanakuambia nenda kamuone Asha. Kwa hiyo na mimi namshukuru Mungu kwa hilo. Ukiniambia unataka watu 500 kesho na kukusanyia na washawishi wanaelewa. Ndio tu uniambie unawataka kwa sababu ya nini. Mimi basi nachukua ile
sentence yako ile naitengeneza kwa message za kawaida. Afu kwenye mitandao mimi si mtundu sana, ni mgeni sana kwenye mitandao, kuingia sana humo Instagram nini, mgeni sana, ninarusha tu mara moja. Kwa hiyo sasa kwenye message za kawaida, magroup kawaida, watu mmoja mmoja nina uwezo wa kuwafikia wa kutosha. Kwa mfano halmashauri wakifika wageni lazima wakaripoti kwa mkurugenzi. Akifika pale wanawapeleka kwa labda afisa maendeleo ya jamii. Afisa, tunahitaji watu kadhaa, tunataka tuelimishe kitu fulani. Asha, tulikuwa tunahitaji watu 200. Au tunahitaji watu 2000. Naambia okay sawa. Nini lengo? Lengo ni kitu fulani, si biashara na uchumi. Haya. Basi imeisha. Na wapata wa kutosha. Basi kuanzia hapo nikaonekana mimi ni mwanamke mwenye Okay. Na tukija kuzungumzia nishati ya mkaa imekaaje? Okay. Nishati ya mkaa pia ni vile vile. Siku tumeenda, niliandaa event, ilikuwa na wenzangu hao ambao dada mmoja nikasema ukamuone pale haujakutana naye. Daeste tuliandaa event kwa sababu mimi nilikuwa yeye ni mwenyekiti, mimi nikawa ni mtunza hazina wa kikundi chetu cha wanawake wa wilaya ya Momba. Kaandaa event ya mwanamke wa mkoa wa Songwe. Katika kuandaa event nikamkaribisha sasa, mimi unajua niko na serikali, nipo nao karibu kiasi. Kwa hiyo tulivyomkaribisha yule katibu tawala, mimi nikaenda kumpa tuzo, na yeye tulimpa tuzo kama mwanamke. Yeye anajitahidi, ana bidii sana. Anapambana. Vibaya. Kwa hiyo tukaenda kumpa tuzo, nikachukua wenzangu kama 3, nikaenda nao kwenda kumpa tuzo katibu tawala. Fika pale akasema, Asha, nakuona huko vizuri, Asha unaweza. Nimekuona, nimekukabidhi tuzo mimi mwenyewe. Sasa ninakutaka nikupe kazi. Usiishie tu kwa wanawake. Nataka tukupe kazi ya kuhamasisha nishati safi ndani ya mkoa wa Songwe. Hii ni fursa ili upate na fursa. Utakapofanikiwa kuhamasisha, sisi tutakupa ile risk allowance. Kwa hiyo naomba ukafanye hii kazi. Nikasema nashukuru sana mheshimiwa, asante sana. Ninaamini unaweza. Kwa wanawake kule ni faida ya siku 2 nimemalizana. Lakini hii utafanya siku hadi siku. Nikakubali. Kuanzia siku hiyo nikamwambia niko tayari na wale wenzangu. Kwa hiyo wakatupa watu wa afisa mazingira wa mkoa, tukaondoka kwenda Stamiko. Tukafika kule Stamiko, tukafika kama mkoa manake. Tukajitambulisha, wakatupa mkataba, tukaambia tupo tayari kwa ajili ya kufanya kazi kuhamasisha pamoja na kuuza mkaa mbadala wa Songwe na hata nje ya mkoa wa Songwe. Basi tukatoka pale wakatuambia twende Dar es Salaam makao makuu. Tumetoka Dar es Salaam tumeenda Dodoma makao makuu. Tukapata kibali hicho. Ndio hivi kama unavyoona. Hivi leo mle nimetoka nimechukua mikataba yetu iko pale. Jumatatu ndio tunaenda. Tulikuwa bado hatujafikia ile ya kupewa mkataba sisi kama Songwe pekee yetu. Okay. Ndio tunaenda Jumatatu tukapate mkataba wa sisi kama sisi. Kwa hiyo vile nilipokuwa nahamasisha ndio wakanipa, nikachukua tani 1 na nasambaza. Nimeenda kwenye shule private, nimeenda kwenye government, nikawapa wa mfano tu wa kutumia kama shule ili wapate hamu ya kuchukua, kwa sababu kama shule zikiwa zinachukua kwa tenda alau kunakuwa na faida. Kwa hiyo ninaendelea kuwauzia wananchi wa kawaida, taasisi. Metisha sana. Unajivunia nini kuwepo Tunduma? Kwa kweli najivunia kikubwa ninachojivunia kufahamiana na watu wengi, kuwa hivi nilivyo mimi. Maana najua kabisa hivi nilivyo watu wamekuwa ni rahisi kuwa karibu na mimi na kunitia moyo, na wengine kuona Asha wewe unaweza kwa hili. Alafu mimi nilikuwa sijijui. Lakini hapa Tunduma ndipo waliponifanya mimi kuwa mwanamke wa mfano katika mkoa wa Songwe. Bila kuwepo Tunduma, sidhani kama ningekuwa mwanamke wa mfano, ningechaguliwa kuwa mwanamke wa mfano. Lakini kuwepo Tunduma nimepata kibali kwa Mwenyezi Mungu kuwa mwanamke pekee wa mfano mwenye hamasa katika jamii. Na hajatokea mwingine toka 2023. Kwa hiyo bado nipo mimi. Okay. Bado nipo na najivunia kwa hilo, Mungu kunipa hiki kibali kwa kweli. Okay. Hapo umeeleweka vizuri sana. Tukirudi kwenye maisha ya kawaida, kuna mtazamo gani 2026 au miaka ya huko mbeleni zaidi? Sana. Ninatamani
huko mbele kuja kuwa na kampuni. Natamani sana kuja kwa Songwe. Mna matatizo gani? Kila mwanamke anatamani kuwa na kampuni. Yaani mnapambana, kuna siri gani? Kwa kweli huu mji wetu umechangamka. Huu mji wetu una fursa nyingi. Hili ni lango kuu la SADC. Kwa hiyo viongozi wengi wanakuja hapa, tunapata elimu mbalimbali na kila wanaokuja kwa mfano labda wanataka watoe elimu. Na pia hata kiserikali Tunduma inategemewa sana kwa sababu ni mpakani na ni mpaka unaopitisha nchi yani zaidi ya 10. Yani zaidi ya 10 zinapita hapa. Kwa hiyo unakuta viongozi wengi wanatamani mji kama huu uwe na watu wanaoweza kupambana kukimbizana na mji jinsi ulivyo. Kwa hiyo sisi wanawake wa mpakani hapa natamani kupambana zaidi, hasa mimi ninatamani nipambane nisiwe hivi nilivyo. Yani naona nimechelewa. Yani nimechelewa sana. Okay. Tunafikiria kuja kuwa na kampuni gani labda? Hiyo ndoto huwa tumsimlii mtu. Yes. Ndoto hatumsimlii. Ila watu waelewe tunatamani kuwa na kampuni. Tunatamani kuwa na kampuni. Okay. Unajua unaweza ukasimulia ndoto hapa. Mtu akaua ndoto yako. Okay. Kweli, lakini natamani kuja kuwa na kampuni. Hasa sana kampuni ya uchimbaji madini. Yaani hiyo mimi huwa nikiwa na ndoto inafika. Ndoto yangu haijawahi kusinzia njiani. Huwa inafika. Na vikwazo huwa siangalii. Huwa namwambia mume wangu, nimepitia mikutuo mingi sana, sijaona duniani cha kunikatisha tamaa. Sijakiona. Yaani nimeshapita katika mazingira mengi. Kwa hiyo naamini nikiamua kitu naweza. Na huwa naweza na kinafanyika. Okay. Na hapa nilipo boga nasema hivi, ningepata support ningekuwa mbali sana. Nikijiangalia huwa nikilala mume wangu akiwa kazini huaga naamka mida ya saa 8 nakaa. Huwa nachukua kitabu naandika, yani nachukua daftari naandika mambo zangu ninazotamani kufanya kwa usiku ule. Naandika afu na kabisa kwa Mungu. Namwambia Mungu nataka. Na umesema inawezekana, umesema njoni tusemezane. Basi huaga naamini. Ila akiwepo huwa siwezi, naona asije kasawa kama mama kachawi ni. Na wewe binafsi kama mwanamke, unamtazama vipi mwanamke ambaye amekata tamaa ya kufanya mambo makubwa zaidi? Kwa kweli huwa nasikitika na nahuzunika, hasa unakuta mwanamke ambaye amepata nafasi ya kusapotiwa lakini yeye ile nafasi haitambui na anaonekana amekata tamaa. Nikupe mfano mmoja, na mdogo wake, rafiki yake na dada yangu amefariki juzi. Ni binti ambaye mume wake anafanya kazi, ni mtu mkubwa sana. Na yule binti ni mdogo, amezaliwa mwaka 85. Okay. Sasa amekufa kwa stress, depression. Nimesikitika, nikaumia, nikasema nilitamani yule binti ningekutana naye mapema. Ningemkansel. Mimi pia ni kansela. Okay. Kwa kweli ningemuelimisha, ningempa mifano mbalimbali ya kupambana kwa sababu nafasi anayo. Nasikitika sana kuona mwanamke anakata tamaa na anasema mimi siwezi. Sisi wanawake tuliumbiwa kuweza. Toka tunaumbwa. Ndio maana sisi tulikuwa ni wasaidizi kwenye bustani ya Eden. Ilionekana Adamu peke yake hawezi bila mimi. Yaani mimi ndo msaidizi wake, yaani mimi ndo mshauri. Mimi ndo nikipambana mimi, yeye Adamu ameonekana vizuri. Ndio maana Mungu hata akaniweka mimi Eva kumsaidia mimi Hawa kumsaidia Adamu. Adamu peke yake hawezi. Na kila kitu bila mwanamke akiendi. Hakuna mwanaume peke yake akawa na kampuni, mwanaume kama mwanaume hana mke. Ndio maana hata kuwa kiongozi mkubwa ukiwa huna mke hauwezi ukapewa uongozi. Wewe hujaweza. Mwanamke pale, mawazo ya mwanamke ndio anamfanya mwanaume akasonga. Umeeleweka vizuri sana. Tumeenjoy. Labda una kipi cha kuweza kumaliza nacho? Cha kumaliza nacho niseme kwamba ninamshangaa Mungu kwanza kunikutanisha na mimi. Kwa nini? Kwa sababu nilikuwa siwafahamu. Nyinyi mnifahamu. Lakini kwenye hamasa zangu nikajikuta nimekutana na watu kama nyie. Na huwa siku zote wanajiuliza swali, tulifahamiana wapi? Namba ilikuwaje? Mpaka leo sina jibu. Kwa kweli mimi nilisema
Nilivyoona tunazidi kuwasiliana kwa ukaribu, nikasema Mungu ni wa ajabu sana. Kwa kweli nikajigundua kwamba kweli mimi ni mwanamke mwenye hamasa katika jamii, kwa sababu nimekuja kukutana na watu wa kutoka Iringa, nimekutana nao kwenye hamasa hizi na hasa tumekuwa familia mpaka saa hii, hadi na mimi nimepata nafasi ya kuwaunganisha wengine. Kwa kweli mimi ninamshangaa Mungu na nikafurahi sana. Katika kukutana kwetu ni kwenye magrupu hivi ndiko tulikokutana. Umetisha sana, lakini pia na sisi tukushukuru sana kwa sababu ya kwanza tulikuwa tufahamiani, lakini pia umetuunganisha na watu ambao naamini ni familia. Kiukweli tumekutana nao, tumefanya nao kazi, kiukweli tumeenjoy. Lakini pia hata wao wamebaki wanashangaa, kwa hiyo imekuwaje? Ndio safari imeanza hivyo. Kwa hiyo tuna imani wakati mwingine kuja Tunduma sisi tutakuwa sio watu wageni. Tunaamini kwamba tuna ndugu wako sehemu fulani. Kwa hiyo tukushukuru sana. Tuna imani kwamba katika maisha ya kawaida lazima utengeneze connection ambayo itakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sisi bwana, hatuna cha ziada zaidi ya kutakia kila la heri kwenye maandalizi yako yote ambayo unayafanya, lakini pia karibu Njombe. Kwa kweli mimi niseme Asili TV imetisha, kwa sababu hizi TV zipo nyingi tu, lakini Jona TV zile zinazofanya tour kama za kwenu kwa kweli mnapambana afu katika mazingira magumu, lakini mnasonga. Nikawaza nikasema watu, hebu na mimi nijitahidi tu kuwasupport wafike. Yani nikasema kuja wafike hao watu kwa kweli. Mimi karibuni sana. Asante. Mimi nimejifunza vitu vingi. Kama kukutana na watu, nimekutana nao wengi. Sana sana ninapokutana na watu kama nyewe hivi, naamini na mwingine anaweza akaniona akaja kunitia moyo, kwa sababu kuna watu wangemsaidia, kwa sababu 2020 ile niligombea ubunge. Wewe kugombea ubunge? 2020 niligombea ubunge. Basi kuanzia pale pia nikapata watu wengi sana kwa kuwa karibu nao. Nilipambana sana, nikaendelea, sikukata tamaa. Basi wanaponiona ninapozidi kupambana, hasa unapokuwa unarusha sana, unatangaza sana vitu vya serikali, vya kijamii, kuna watu wanakuwa na kuangalia. Wale watu wanaokutazama wale, wapo wanaokutia moyo sana. Dada, una kitu. I wish Mungu akupe mtu wa kukushika mkono ukasema. Mimi natamani sana kitu itokee. Na itakuja kutokea tu. Unajua Mungu alipokupangia wewe kufika sehemu fulani lazima ufike. Haijalishi utakuwa na vikwazo gani. Wewe unaweza kibinadamu unaweza kusema mbona nachelewa, kumbe wakati mwingine unapitishwa uwe hodari zaidi. Kwa kweli. Ili unapoenda kwa sasa kufikia ile target unakuwa tayari vitu vingi unavijua zaidi. Sisi tukushukuru sana 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 kwa mapokezi yako. Kiukweli tumeenjoy. Sisi hatuna la ziada. Yani zaidi ya kusema asante tu. Inatosha, kwa sababu jinsi ulivyotupokea na jinsi ulivyotukutanisha na watu ni mtaji mkubwa sana kweli. Karibu sana Njombe. Mungu awasaidie mje kwana. Itatimia tu. Mungu awaangalie kwa kulipo hii ninachofanya. Amina. Shukrani sana mtazamaji wa Asili Yetu TV ambaye umekuwa mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu, na leo tuseme kwamba tunaishia hapa, na tukutane tena wakati mwingine kwenye tour nyingine. Wapi tunaenda, endelea kutufuatilia kupitia Asili Yetu TV. Mimi naitwa Ngoji, kila la heri.